Kumekuwa na vitisho kwa muda mrefu kwamba tarehe 9 kutakuwa na maandamano mengine makubwa. Sasa naomba nichukue nafasi hii kusema yafuatayo. Ndugu zangu, wale ambao ni wenye viti wa mashina ya Chama cha Mapinduzi pamoja na wenye viti wa mitaa na wajumbe, tutambue kwamba pamoja na majukumu mengine ya kichama, lakini pia tunayo majukumu mengine ya kulinda usalama wa mitaa yetu na usalama wa nchi yetu. Baadhi ya wageni wanakuja ndani ya nchi yetu wakiwa na malengo yaliyojificha. Sasa naomba nitoe wito, ndugu zanguni wote kwa pamoja, wenye viti wa mashina, wenye viti wa mitaa na wajumbe wa mitaa yetu. Yes, kutokana na kuenea kwa uvumi wa taarifa katika mitandao ya kijamii zikidai kuwepo kwa maandamano yanayotajwa kufanyika Disemba 9 mwaka huu wa 2025, bana mbunge wa jimbo la Dodoma Mheshimiwa Pashal Chinyele amewataka viongozi wa mitaa kufuatilia wageni wanaoingia kwenye mitaa yao pamoja na kuwataka wamiliki wa nyumba za kulala yani nyumba za wageni kuwaripoti wageni wanaowatilia mashaka katika vituo vya polisi ili kuepusha taifa kuingia katika vurugu kama zilizotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Mheshimiwa Chinyele amebainisha hayo wakati akizungumza na wafanyabiashara wa soko la Bonanza jijini Dodoma kwa lengo la kuimarisha usalama wa nchi kwa kulinda taifa lisiingie kwenye machafuko. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba taifa bado linazidi kuchukua tahadhari ya kutosha ili kuweza kuhakikisha kwamba kilichotokea Oktoba 29 kijirudi tena Disemba 9, wakati Watanzania wengi wanazidi kuhamasishana kupitia mitandao kuingia mitaani kwa ajili ya maandamano ya amani ambayo yameratibiwa kufanyika tarehe 9, na ni maandamano ambayo kwa mujibu wa wale wanaoratibu wanasema kwamba ni maandamano yasiyokuwa na kikomo mpaka pale mapinduzi yatakayofanyika yafanyike. Na mapinduzi ambayo wanataka ni kwamba wanataka kwanza utawala uliopo kwanza ukae kando, lakini pia kufanyika katika marekebisho katika katiba na tume ya uchaguzi ya Tanzania, alafu ndo baadaye waingie kwenye uchaguzi mpya kuweza kuchagua viongozi wanaowataka. Lakini pia kingine ambacho kinadaiwa ni kwamba watu waletekwa kinyume cha sheria waweze kuachiwa ili warudi mtaani na waweze, kama kuna makosa yote ambayo labda atakuwa ameyafanya, sheria ifuate mkondo wake na sio kutekana kama ilivyozoeleka. Sasa mheshimiwa ama mbunge wa Dodoma tayari ameshatoa angalizo, kizingatia kwamba Dodoma ni moja kati ya miji ambayo pia machafuko hayakushuhudiwa kivile, tofauti na miji kama vile Mbeya, Arusha na Dar es Salaam. Sasa sijui na maoni gani kuhusiana na hiki ambacho amekisema mbunge wa Dodoma? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.